Na ujambo tena karibu kwa runinga ya Mwanzo. Mimi nafahamika kama Kevin Sewe, na hii leo tunazungumzia mchakato wa katiba mpya ambao umechacha katika taifa la Tanzania, ambapo wananchi wengi pamoja na vile Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na upinzani wamekuwa wakizungumza lugha ya katiba mpya, ambapo wengi wanatamani kwamba katiba ya mwaka 1777 wanasema ni katiba ambayo imepitwa na wakati. Kwa sasa Watanzania wanataka katiba mpya, na tayari mchakato ama mazungumzo katika mitaa hapa na pale yameanza kushuhudiwa maeneo ya Tanzania. Na leo studioni ni naye Bwana Edward Rioba ambaye atakuwa akituweka sawa kuhusiana na jinsi mchakato huo huwa unaelekezwa hadi wakati taifa linapoelekea kufanya ile maamuzi ama kura ya maamuzi kusudi ya kuidhinisha katiba mpya. Naam, karibu sana katika studio zetu Bwana Rioba, Eduardo Rioba. Nashukuru kwa mwaliko. Naam, shukrani sana Bwana Rioba. Na tuanze moja kwa moja, na ni kwamba moja ya makosa ambayo Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kushtakiwa nayo katika ambayo kwa sasa yuko katika gereza ni masuala yake, mambo yake mingi ya kusema no reform no election. Hiyo ni kumaanisha kwamba no reform inamaanisha kwamba kunaweza kutokea na ile mchakato wa kufanya mageuzi kadha wa kadha katika katiba, na vile kuna watu ambao wametaka kuwe na katiba mpya waachane na ile ya mwaka 1977. Swali la moja kwa moja ni kwamba wewe umekuwa katika taifa la Kenya, uliona jinsi mchakato wote mzima ulianza hadi Wakenya wakapata katiba mpya. Je, unaweza tupeleka moja kwa moja ile step by step tujue mbinu ya kupata katiba mpya ni vipi? Watu wanaanzia wapi? Ni kina nani wanahusishwa? Mambo kama hayo pengine unaweza tuelezea tu. Asante kwanza kwa mwaliko. Ndio. Bwana Sewe. Mimi nashukuru sana kwanza kwa mada kama hii, kwa sababu mada kama hii sisi hapa Kenya haikuanza leo. Mada ya mchakato wa katiba katika nchi yetu ya Kenya ulianza mwaka 1992. Wakati kifungu 2A kinaondolewa, ndio mambo ya mfumo wa vyama vingi uje Kenya. Kuna watu wamegharamika katika maisha yao, na kuna watu wameumia, kuna watu ni vilema mpaka leo hii tunaongea na wewe. Kuna watu walitangulia mbele za haki kwa sababu ya katiba. Na tunaona ndugu zetu kule majirani nao wanahitaji katiba hiyo. Nayo si rahisi vile wanafikiria, lakini ni rahisi kwa uwezekano na kwa kukubaliana. Kuna msemo unasema kwamba we disagree to agree. Yaani tunabishana lakini baadaye tukubaliane kwamba hii ndiyo njia. Mwaka 2014 kulikuwa kuna katiba pendekezwa Tanzania. Na katiba pendekezwa hii mpaka ilichapitwa, mpaka nikachukua kopi yao ninayo, nimesahau tu kuja nayo. Nikachukua ile kopi yao ninayo, nilitaka kuisoma nielewe. Lakini ikaonekana mapendekezo yaliyokuwa ndani ya katiba bado wapinzani walikuwa na shaka nayo. Hawakuwa wamekubaliana kwamba hii ndio njia ya kwenda. Sisi mwaka 2000, kabla ya 2010 tulikuwa na matatizo kama hayo hapa Kenya. Ikawa kwamba upande huu unakataa, upande huu unakubali, lakini hatua ya mwisho mwaka 2010 tukaipendekeza katiba ile ambayo tulikuwa tumeiweka sisi, tukaipitisha, tukasema katiba hii itapita. Iwe ni mbovu, iwe ni nzuri, lazima katiba hii itapita. Sasa ikasemekana kwamba katiba hii ni nzuri sana, lakini ina mapungufu ya 20%. Sasa ikawa ni kwamba tupitishe katiba hii. Tukishapitisha katiba hii ndio turudi tukosoe ile 20%. Na wale walioikosoa wa kwanza, mmoja wapo ni rais aliyoko mamlakani. Yeye ndiye alikuwa na kundi la kusema katiba hii haifai, katiba hii ina mapungufu mengi. Ikasemekana moja wapo kuna mambo ya mashoga ndani. Ikasema moja wapo kuna mambo ambayo hayana maana yako ndani ya katiba ile. Kwa hiyo wakawa wamesema kwamba tuirudishe kwanza, tukairekebishe, ndio tuje tuipitishe. Lakini wakatokea watu ambao walikuwa wanajua ni nini wanafanya, wakasema tupitishe hii katiba. Kwa hiyo haya masuala yatakuwa kwa yamebakia, tutayarekebisha baadaye tukiwa ndani ya katiba tayari tunayo mpya. Sasa narudi kwa nini nimetoa mfano huu?
Nimetoa mfano huu ndio nirudi upande huu wa Tanzania. Wao walikuwa na katiba pendekezwa, draft constitution inaitwa hivyo, si ndio? Ya Jaji Warioba. Wao walifaa kupitisha hii, alafu mapendekezo yale mengine yote ambayo wanaona hayafai ndani, sasa ibaki mchakato ubakie bungeni, hili halifai, hili linafaa. Vile inasemekana kwamba hiyo draft constitution ama ile katiba pendekezwa ya Jaji Warioba, manake kumekuwa na ile inaitwaje hiyo draft kadha wa kadha, pendekezwa ile inaitwaje, kulikuwa na katiba ya Jaji Warioba, walikuwa Jaji Kisanga, Jaji Nyalali, lakini yote iliweza kataliwa. Lakini kwa sasa tena kuna hiyo mazungumzo ambayo pengine yameanza. Je, mtu akitaka leta sasa kwa mfano kuleta hiyo katiba mpya, je, tunafaa sasa tuanzie wapi? Uwezekano upo na usiwepo. Unajua, katiba pendekezwa, kuna kamati huwa inateuliwa, na anayeteua kamati si mtu mwingine, ni rais. Kwa sababu rais ndiye mwenye kupendekeza katiba, na ni mapendekezo yote ya kuteua kamati zote zilizo katika nchi, haziteuliwi na mtu mwingine yeyote. Sasa hapa kamati hii ambayo inapendekezwa au inateuliwa na rais kwa ajili ya kwanza, inazunguka kila sub county. Sub county nini? Kila eneo bunge. Wao wanazunguka. Wakifika pale wanawataka wananchi. Wananchi mkishafika, mnapewa uhuru wa kuongea ni nini mnachokitaka ndani ya katiba hii ambayo mnataka tuipendekeze mpaka tuifikie hatua ya kuichapisha kwamba ndio hiwe katiba mama inayotuongoza katika uongozi katika taifa letu, ambayo haitaongoza leo, ambayo itakuwa ndio chombo kitakachotuongoza maisha yetu yote. Mnataka ipendekezwe nini? Sasa hapa ndio inatakiwa watu wajitokeze. Watu wakishajitokeza, wamekuja maeneo yale, kila mtu aongee jinsi anavyofikiria, kwa sababu kukiwepo pale kuna kuwaga na mitambo ina rekodi, inamsikiliza kila mtu. Kama una memorandum yako, MOU yako umeandika, una submit kwa wale watu, na kwa sababu utakuwa unaongea, watakuwa wanasikiliza, mwisho wa siku utaisubmit. Wakienda wanaenda kuzichuja, wanasema let's say Dar es Salaam Kinondoni, tulikuwepo hapa katika ukumbi fulani, waliokuwa wamejitokeza walikuwa watu zaidi ya 3,000. Hawa watu 3,000 walipendekeza, mapendekezo yao ni haya. Sasa wanachukuliwa wanasheria, wanaenda wanakalishwa chini, wanachukuliwa wa dini, yani watu wa dini, madhehebu tofauti, yani kuna wawakilishi wa kutoka sehemu tofauti tofauti. Kunakuwa na wawakilishi wa vijana, kunakuwa na wawakilishi wa NGOs hizi, kunakuwa na watu wa dini, kunakuwa yani watu tofauti tofauti wanakuwa pale wanawakilisha. Wakishafika pale wanafanya mapendekezo yao, kila mtu anayasikia. Sasa hapo ndio wanaenda kuchuja. Wanaona huyu bwana alisema ikiwezekana kila mtoto katika nchi hii apewe maziwa anapotoka shuleni. Nachukulia mfano. Kila mtoto apewe nini? Maziwa. Sasa pale ndio mnarudi, mnakaa, mnachuja, mnasema tukifanya hivi baada ya miaka fulani tutakuwa na impact gani kwa kufanya mambo kama haya? Mnalikubali lile jambo au mnalikataa? Mwingine anapendekeza jambo lingine, anasema hapana, hatutaki maziwa, tunataka kila mtoto acheze mpira, yani iwe ni lazima mtoto acheze mpira. Sasa mnakaa mnapendekeza, maana la mpira linaweza kuwa na advantage kwa sababu ni sehemu ya ajira. Sijui unanielewa? Ni sehemu ya ajira, mnakubaliana. Sasa mkishakubaliana ndio mapendekezo haya yanakuja ndani ya katiba. Yakisha kuja ndani ya katiba, mnarudi mnayapigia kura, kwa sababu mapendekezo yale mtarudi mpewe, myasome, mnarudi mnayapigia kura. Mnayapenda mapendekezo haya au hamyapendi mapendekezo haya? Wakisema hawayapendi, wanarudi tena kwenye drawing table, wanasema kitu fulani hatukukipenda. Pamoja na kuwa mlituletea hili, kuna jambo fulani mlikuwa hamjaliingiza, tunataka muingize jambo hilo ndani ya katiba hiyo. Ndio tuipigie kura tukisema tumeitamani, ni nzuri, tumeipa go ahead. Na unajua kuna changamoto hapa kuhusiana na hii swala la Tanzania. Manake umesema kulikuwa na mwaka 2014 ile rasimu ya Jaji Warioba. Na nilipokuwa nikiangalia, nikifanya ile research, niona kwamba Jaji Warioba ni katiba ama rasimu ambayo iliweza kukubalika na asilimia kubwa sana ya wananchi wa Tanzania. Lakini changamoto inajitokeza hapa baada ya wananchi wametoa mapendekezo yao, na pendekezo ambao pengine wanatoa naona ni kama
ilipopelekwa mbele ya kamati ya bunge, baadhi ya wabunge walikuwa wanaona ni kama pengine hiyo mapendekezo inaweza ikawafinyilia hao sana. That's why ilifanya nini, ilikataliwa. Je, tutatoboa aje kufanya hili swala ambapo kumbuka hapa CCM ndio wengi katika bunge. Na unakuta labda hii rasimu haiwapendelei sana ama haipendelei muundo wa serikali ambao wanaongoza. Je, utafanyaje kuhakikisha kwamba wananchi maoni yao pengine ambayo ilitolewa imeweza ikasikizwa, ikifika katika kamati ya bunge ndio inaenda mpaka wakati ya kupigiwa kura? Sasa nataka niwaambie hivi. Kwanza vijana wahudhurie kitu kinaitwa vikao shirikishi, public participation. Vijana kwanza wahudhurie hiyo kwa wingi, wasiwe wao ni wepesi wa kudanganywa kwa sababu fulani amesomea sheria, eti wanamwamini anaweza ongea, anaweza kuwa anawaambia uongo. Ndio kuna msemo unasema hivi, akili za kuambiwa ongeza na zako. Akili za kuambiwa ongeza na zako. Vijana wajitokeze kwa wingi kwenye majukwaa ya mageuzi. Wanapojitokeza kwenye majukwaa ya mageuzi, wasikie yameongelewa nini, ni mambo gani yameongelewa kwenye majukwaa ya mageuzi. Kwanza wakishajua mambo gani yameongelewa kwenye majukwaa, wanasiasa wanapopanda katika majukwaa kuongea, ina maana tayari wana information. Ndio, that is why we say information is power. Kwanza uwe kwanza na uelewa ni nini mlisikia kwenye majukwaa ya mageuzi mkiwa mmekaa na ile tume, mlikuwa mnaongelea nini. Baada ya hapo wawe na vitu vinaitwa memorandum of understanding, kusubmiti zile zao ambazo wameziandika. Usiongee kwa kuongea peke yake, submit documents za kuonyesha this is our memorandum of understanding, this is what we want it to be. Sio, una understand? Wakisha zisubmiti hizo, tayari unajua wale ambao wanaenda kubadilisha mambo haya watakuwa wanafeli, kwa sababu tayari vitu hizi vipo, it is in public domain kwamba tulifanya nini, tulisubmiti hizi vitu kwa hao watu. Sasa wakisha submiti ndio watakuwa wamesaidika, kwa sababu kutakuwa kuna watu wajanja ambao wanawasaidia. Kama mimi huyu unaniona hapa, Edward huyu, ningekuwa mmoja wa kuwashawishi wa vijana, ningewaambia wawe makini na vitu vifuatavyo. Kwa nini bunge la Tanzania linafeli kuwapitishia mambo yao? Waende kwenye mikutano, waingie kwenye vikao shirikishi, waondoe mtu wa darasa la 7 kuwa diwani, waondoe mtu wa darasa la 7 kuwa nani, kuwa mbunge. Sio, unanielewa? Watu waende ambao wamesoma, at least wana mwelekeo. At least diwani awe na level ya kuanzia form 4, form 6, hata ikiwezekana university. Na iwe automatic mtu yote anataka kuwa mbunge awe na degree. Mtu yote anataka kuwa mbunge awe na degree. Kama hana degree, basi at least form 6, kwa sababu tunawachagua viongozi wanaokwenda kutuwakilisha ni mambumbumbu, hawajui kitu wanachoenda kufanya. Mimi leo nikuulize kwa mfano, nikutolee mfano ya kwetu Kenya hapa. Nikutolee mfano rahisi sana, simple. Wewe umeniambia unataka kuwa mbunge. Umekuja unaniuzia mimi sera. Wewe unataka kuwa mbunge wangu. Nikuulize swali, unajua unakuja, mimi nikiwa mbunge nitawapatia basari. Nikiwa mbunge nitafanya. Unawauliza tofauti na basari, tofauti na kitu hicho umekiongea, nini maono yako yalisababisha ugombee nafasi hii? Sasa ndio vijana wawe makini kwenye hilo. Wakati mtu anakuja kukwambia nataka kugombea nafasi fulani, unamuuliza hivi, ni nini utafanya tofauti na kupewa pesa ya serikali utujengee barabara? Unakuja na plani gani mpya? Hiyo ndio inakuja kuajiri watu, kwa sababu ile plani utakayoiongea, mfano unaweza ukasema mimi nitakuja na kiwanda kidogo, umeelewa, cha jua kali. Hichi kiwanda nitakuja cha kutengeneza viatu. Unajua mtu anaona at least una idea, lakini unaenda pale unaambia mimi nikiingia nitawafanyia maendeleo. Ni maendeleo gani utafanya ambayo hayajafanywa na watu wengine wameyaongea muda mrefu? Kwa sababu watu wanakuja, nikiingia nipeni kula, niaminini, nikishaingia nitawafanyia maendeleo. Utafanya maendeleo gani ambapo tumekuwa na wewe miaka kadhaa hapa, ukiwa na zurura tu hapa, hatujaona unatufanyia? Ni maendeleo gani utakuja utufanyie? Na ndio hapo unaona vijana wengi wanafeli. Kitu cha muhimu cha kwanza, wawe kwenye vikao shirikishi. Public participation ni kitu cha muhimu sana. Wakishakuwa hivyo, katiba lazima itapatikana.
Na wasipokuwa hivyo, watakuwa wanakuja kudanganywa na mabosi wao. Unajua kuna kitu kimoja watu wengi hawaelewi. Katika sheria, si watu wote wamesoma sheria. Si umeelewa? Si watu wote wamesoma sheria. Sheria zina watu wachache wale wamezisoma. Anajua kabisa hapa ni uongo, lakini ataipindisha. Na ili mwanasheria asipindishe sheria hiyo, wewe kama mwananchi wa kawaida hudhuria vikao. Jipotezee tu time. Wametangaza kuna kikao cha mambo ya katiba, hudhuria kile kikao. Wasikilize mwenyewe, kwa sababu ni uhuru wako kuuliza maswali. Kuna msemo mmoja unasema hivi, ongea ujinga wako wote na uelevu wako. Lakini katika ujinga wako na uelevu wako kuna kile watu watachukua. Hapa nasema uongo. Kuna kile watu watachukua. Kwa hiyo uongee uelevu na ujinga wako, kwa sababu kila mtu anaruhusiwa. Mkiona tume inawakataa, shout. Muulize, nini kimewafanya mje hapa? Si mmekuja hapa kwa ajili ya sisi? Tunaanza na nyinyi, kama hatujaelewana tunawahitaji kesho bado. Tunataka kuongea kwa sababu mpaka tutoke tumekubaliana. Sasa mkishafanya hivyo, nchi nzima wakizunguka, kesho na kesho kutwa Watanzania watapata katiba. Okay. Na pengine umesema umeongelea vijana zaidi. Other than vijana, pengine tume ambayo inashughulika kutafuta hiyo maoni, je, ni watu wengine wagani wanafaa pengine kwenda kukutana nao apart from vijana? Pengine vijana wamalizana nao, kutoka hapo nani anafaa kuongea na nani? Nimekwambia ni wengi. Nimekutajia watu wa madhehebu, makanisa. Umenielewa? Waislamu, Waromani, hao hizo dini zingine hizo. Hao wa kwanza. Wa pili, NGOs. NGOs ni watu wa muhimu sana. Wanasheria ni watu wa muhimu sana. Wakulima hatujawacha nyuma. Wakulima ni watu wa muhimu sana. Hayo ni makundi. Kuna wafanyabiashara ni watu wa muhimu sana. Kuna wanafunzi wa vyuo vikuu, wa taasisi zozote, iwe makoleji, iwe nani, au ni watu wa muhimu. Yaani kwa ujumla ni wengi wale wanafanya. Mpaka vikundi vya magari vina haki, kwa sababu ndani ya katiba ile kuna mambo yao nao wanayahitaji. Sijui unanielewa? Walemavu wanahitajika pale ndani. Yaani makundi ni mengi, nikiyataja hapa yanaweza kufika hata 200. Nikiyataja yale ambayo yanafaa kuwakilishwa ndani, kwa sababu kila mtu anataka kuweka mapendekezo yake. Tunataka tuwe hivi. Ili kwa mfano watu wa magari wakienda, ili sisi tutambulike, ajali zisiwepo, tunataka mtufanyie hivi na hivi ndani ya katiba. Sijui unanielewa? Tunataka hivi na hivi katika katiba. Kwa hiyo makundi ni mengi yale yanahitajika kuwa ndani ya katiba. Wanatakiwa kuamka sasa Watanzania. Wafanye hivyo. Wasipofanya hivyo watafeli bado. Itafika muda umeisha, katiba bado. Okay. Na kuna swala ambalo huwa linajitokeza sana wakati wa katiba mpya ambao watu wanazungumzia. Kuna swala la muungano. Kuna katiba, je, kitu ya kwanza nataka nijue, hii katiba inapoundwa, je, ni katiba ya muungano? Ni katiba ya Tanganyika ama ni katiba ya Zanzibar? Ndio nataka sasa hapo nijue. Unajua kuna serikali ya Zanzibar. Ndio. Inaongozwa na rais wa Zanzibar. Sio, unanielewa? Mwinyi. Kuna serikali ya Tanganyika. Umeunderstand? Kuna serikali ya Tanzania. Sasa hapa ndio wapinzani wanataka hilo. Okay. Ziwepo serikali ngapi? 3. Zisiwepo 2. Yaani ionekane kuna rais anayewakilisha nchi 2. Anawakilisha Tanganyika, anawakilisha na Zanzibari, ambaye sasa atakuwa anasemwa Tanzania. Umenielewa vizuri sana? Anasemwa Tanzania. Lakini aliyopo sasa hivi kuna rais wawili. Serikali ngapi? 2. Kuna serikali ya Zanzibar inayoongozwa na Mheshimiwa Mwinyi. Kuna serikali ya Tanzania inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu. Umenisikia sana? Sasa wapinzani hawataki hilo. Wanataka iwepo serikali nyingine ya 3. Mguu mwingine. Ili ndio huyu awe juu ya miguu miwili. Hii miguu miwili awepo huyu. Umenielewa? Sasa huyu ndio awe na maamuzi ya kutoa nini kinafanyika Zanzibar, nini kinafanyika Tanganyika. Huyu abaki kuwa ni rais wa huku Tanganyika, huyu abaki kuwa na huku. Kwa hiyo huyu anapotaka kufanya kazi au anataka kufanya kazi lazima apate oda kutoka kwa huyu. Hivi ndivyo wananchi wanataka saizi hawa. Wanataka serikali lazima ziwe 3. Na kama haitafanyika hivyo, hawataki huyu. Huyu Zanzibar hawamtaki huyu. Wanasema anataka ajitenge na mali zake zote, kwa sababu
Huyu ambaye ni Zanzibari anapata vyakula kutoka kwa huyu, ulaji mkubwa anatoka kwa huyu, na hawa wanajimilikisha wakisema wao wako milioni 70, hawawezi kuhudumia watu milioni 2. Sio, umeelewa? Hawawezi kwamba mali zao za milioni 70 zinaenda kwa watu hao milioni 2. Sasa hapa ndio shida ipo. Kwa hiyo kuvunja muungano nao sio rahisi vile wanafikiria. Kwa sababu muungano wa Sheikh Abed Amani Karume na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulikuwa una maana kubwa sana hapa. Maana ya kwanza ilikuwa ina ulinzi. Sio, unanielewa? Maana ya kwanza ilikuwa na ulinzi. Kuna matukio yalitokeaga miaka ya nyuma, siwezi yataja hapa, yalitokeaga miaka ya nyuma. Sasa haya matukio yakasababisha hawa watu waungane kwa ajili ya usalama wa Tanganyika. Hawa ambao wanataka serikali ya Tanganyika. Je, katika katiba mpya ambao wana nini, je, hao wanafaa wafuate mkondo upi kusudi pengine waweze, iwapo watafanikiwa kupata serikali ya Tanganyika, ijisimamie kama Tanganyika kivyake? Sasa sio vile umesema kuwe na mguu ngapi? Tatu. Je, ndio swala ambalo vile vile nilikuwa nataka kuuliza. Hawa watu kutoka Tanzania bara ya Tanganyika wanataka serikali yao. Je, hawa wanafaa kufuata mbinu gani kuhakikisha kwamba wanapata serikali yao ama wanasalia na Tanganyika? Sasa hawa ni kizazi kipi hawa? Wakati muungano unatengenezwa hawakujua maana ya muungano. Na ndio maana nimesema kila vikao sasa hivi waulize vitu kama hivyo. Kwa sababu pale pale kutakuwa na wataalamu waulize muungano huu kwetu sisi kama Gen Z ambao tumezaliwa juzi miaka 40 na kurudi chini. Hawa inatufaidi nini? Ndio wanafaa kuulizia. Na ili wafaulu kujua hivyo lazima wawe kwenye vikao. Sasa hapo ndio itafikia sehemu wajue maana ya muungano ni nini. Je, unatupendelea sisi au muungano unawapendelea wale watu, au muungano huu una thamani kwetu? Sasa ndio maana nimesema vijana wa Gen Z waingie kwenye mikutano kwa wingi. Wasipoingia kwenye mikutano kwa wingi watakuja kudanganywa. Na pengine wakishatoa maoni yao, pengine wametoa maoni imekubalika, na ikifika pale mbele sasa ni wakati wa wale wataalamu wanaitwa committee of experts. Sasa wamekaa chini, wanaenda kuanza kuandika ile draft, ndio rasimu. Rasimu sasa Pengine mimi nimetoa maoni yangu, si ndio? Niko sawa nafika pale, lakini nikifika pale kwa draft sioni, ama pengine unajua wanasheria kuna vile huwa wanapendua into law terms. Wamependua pengine sio kenye nilikuwa nataka. Je, huyu kijana anafaa kwenda pengine kushtaki wapi ama kutoa malalamishi wapi? Ndio sasa inakuja hivyo. Ndio. Kijana huyu nimekwambia hivi kwa kuanza mwanzo nimekwambia ongea ujinga wako wote na uelevu wako wote katika komiti. Komiti lazima mwenyekiti kabla hajafunga mkutano atawaambia mapendekezo yenu yameona, kuna notice atakuwa amenoti down. Atawaambia fulani Rioba aliongea ABCD, Sewe aliongea ABCD. Kwa hiyo Sewe, jambo hili na hili vimefanana. Pale pale mtapata information. Jambo hili na hili vimefanana. Kwa hiyo watakapokwenda kudrafti katiba pendekezwa, draft constitution, sasa watakapokwenda kuitengeneza, unajua mambo yenu yote mlioyaongea kwanza mtaletewa muyaone, mrudishiwe drafti. Sasa isomwe. Ikishasomwa na wataalamu wenu wanawaelezea, hivi ndivyo mlipitisha mapendekezo yenu, mtasema ndivyo, mtasema hapana, sio hivi. Kwa hiyo hivi ni hapana. Sasa wale ambao watakuwa wanahusika katika komiti hiyo ya kuzunguka nchi mzima kuambia watu kwamba hivi sivyo walivyoweka mapendekezo yao walisema hivi, MOU zao wametuonesha, ina maana nyinyi mliweka mambo mengine, ina maana mnarudi chini tena kujipanga. Kwa sababu wale ambao waliwapatia MOU they have full evidence to show hamkufanya walioyataka. Ndio maana kwambia wakati unapeleka MOU yako lazima utabaki na kopi ya kukuonesha siku watakapoleta kitu kinaitwa katiba pendekezwa, draft constitution, lazima tuangalie yale tuliyoyaongea yako ndani ya katiba hile kweli, yako katika kifungu kile. Mkisha picha mkasema hayo ndio tuliyoongea, ina maana mmewapatia nafasi kwenda warudi sasa ndio mpige kura. Mseme sisi tumeona katiba hiyo mliotumeona iko sawa, tumeipigia kura, tumeipitisha iko sawa, ianze kazi kuanzia hapo. Okay. Na bado nifuatilia katika ile rasimu ya Warioba ile ya 2014, si ndio? Kuna mapendekezo ambayo ilitoa, na one of them ilikuwa ni ile kupunguza madaraka ya rais
kupunguza ile MP anaweza simama muda kiasi gani. Unajua Tanzania nimesikia kuna baadhi ya wabunge ambao wamesoma karibu miaka 30 40. Wengi mtu anasimama milele. Kulikuwa na hiyo ambayo ilikuwa inapunguza ile inaitwaje, mtu anasimama kama ni only one term ama two terms, kazi inakwisha. Lakini swali ambayo bado na kurejesha tu kwa ile swali la kwamba yes, wananchi wameongea, tunataka tujue vile tutamiliki mashamba, tunataka tujue vile tutafanya hivi na hivi na hivi na hivi, lakini tutakapofika pale katika kamati ya bunge ndio shida huwa inatokea. Je, kuna matumaini pengine mtu anaweza elekea mahakamani pengine ama pengine hii rasimu isifike katika kamati ya bunge? Tuseme tunafanya, tukishatoa rasimu yetu tunaenda moja kwa moja wapi? Kwa kura ya maoni. Is it possible? Kuliko tunaona committee of expert wakishaunda, so wameshaunda ile draft, so inapelekwa kwa kamati ya bunge. Je, hapa ndio pale wanasema kuna tatizo. Nafika pale wale mabunge wanaangalia, wanaona hii katiba inaweza katufinyilia. Je, kuna njia mbadala? Hiyo ndio pengine tamu nilikuwa natafuta, njia mbadala ya isifika katika kamati ya bunge, iende moja kwa moja kwa wananchi kupiga kura. Unajua bwana Sewa, nataka nikuchekesha kitu kimoja. Kama hamjatoka kutaka kujua haki iko wapi, siku zote mtashindwa katika maisha. Umenielewa? Sisi mambo yakifanyika hapa saizi, saa hiyo kuna watu wako wanachunguza mambo na haraka haraka. Umenielewa? By the end of the day tunajua hili ni kosa, tunakwenda mahakamani moja kwa moja. Sisi hapa sio kwamba kule hawawezi kufanya namna hiyo. Watu hawana muda huo. Watu hawana muda. Sijui ni kwa sababu sisi tumepiga hatua sana katika kutafuta maneno, au sijui ni vipi. Watu hawana muda, wanakwambia wao wanatafuta fedha. Ukienda sehemu yote, mimi sishughuliki na hayo, nyewe mwenye shida hiyo shughulikeni. Ndio maana unaona viongozi wa Tanzania wanapata mwanya wa kukaa katika uongozi. Wewe mbunge umefeli. Katiba ya Tanzania inasema hivi, rais akishapitishwa na tume, kuna kaneno kamoja kale wao wanasubiria kukasikia, dunia mzima wanakasikilia, duly elected. Unajua kaneno kakishatamkwa ni hivyo, hakana change. Duly elected. Hata kama walisema Sewe akakosea kule, Mama Samia akasema Sewe duly elected, na maana Mama Samia anapigwa nje, wewe unakaa pale kwa sababu ndio litamkwa, au sio hivyo? Duly elected, aliyetajwa jina na katamkiwa kale kaneno kanaitwa duly elected. Hapo ndio dunia mzima inataka kusikia. Kwa hiyo ukija mwingine uanze kulalamika, hawakuelewi, wanakuambia nenda wapi? Kotini. Kwa sababu tume ya uchaguzi imemtaja mtu na ikamwambia duly elected. Sasa Tanzania kwa rais hiyo haipo. Katiba hiyo haipo ya kusema huyo akishashinda ameshinda automatic. Mbunge unaweza kwenda mahakamani, diwani unaweza kwenda mahakamani, lakini kwa sababu hawajui how will they gather what we call information. Hawana hiyo idea. Hawana idea kwa sababu gani? Mtu aliyesimama na darasa la 7 ana information gani? Ana information gani? Ndio maana unaona ana shida hata kwenda mahakamani. Mtu amesimama MP ni wa darasa la 7, ana information gani? Ana information. So at least tufanye ka form 6 asimame ubunge, ka form 4 asimame udiwani. Akisimama udiwani unajua ana idea. Hapa nilibiwa kwa staili hii. Una gather information zako, una correct data zako zote, unakwenda evidence za kutosha. Solid evidence. Watertight. Ile ukimfikisha mtu pale kotini, anaona kweli hapa, magistrate anaangalia, anaona umeleta ushahidi wa kutosha. Umeleta ushahidi wa kutosha. Sasa wewe umemchagua diwani wa darasa la 7, hana information, unamshindaje? Hata wewe unaenda kujichaguaje sasa? Wewe unaenda kumshtaki vipi? Katiba ibadilishwe, diwani awe na elimu ya darasa la 12 kuendelea mbele. Umeelewa? Katiba ibadilishwe, mbunge awe na elimu ya form 6 kwenda mbele. Ikiwezekana degree kwanza ninafaa mbunge. At least watu watakuwa na idea. Sasa nikuulize swali. Wewe umemchagua mbunge wa darasa la 7. Alafu ile ni CNN. Anataka kuangalia maendeleo yanafanyika namna gani Singapore. Atasikia lugha? Hawezi. Umeelewa? Mtabaki kuwa na hapo, ikifika siku imekaribia election, anakuja anakupatia shilingi 5,000.
Uongo kweli? Unamchagua, unaona huyu ndio mwenye anakuja na staili ya kuleta magreda yanalimalima barabara huko. Mnasema raundi hii tulimchagua kiongozi. Sio hivyo. Kiongozi ukishachaguliwa lazima uwe na maono tofauti na yale ambayo watu wamekuwa wameona. Kwa sababu gani? You are a leader. You have to show your leadership. Umenisikia? Waoneshe utawafanyia nini. Ndio baada ya muda fulani nchi inabadilika. Lakini kitu nitakwambia cha kukushangaza na nitakushtua sana. Katika tafiti yangu miaka 35 iliyopita, miaka 35 iliyopita, 30 mpaka 35, Tanzania kiuchumi ilikuwa ni nchi ya 47 kati ya mataifa 52 Afrika. Unisikiliza vizuri? Kiuchumi Tanzania ilikuwa ni nchi ya 47. Uganda hapo zilikuwa majirani hapo. Kenya ilikuwa top 10 miaka 35 iliyopita. Kiuchumi in terms of economy powerful. Economy hub. Kenya ilikuwa top 10. Do we speak now? Sasa hizi tunavyoongea. Kenya iko top 10, Tanzania iko top 10. Hiyo inaonyesha nini? Growth. Ile inakuja na speed. Inakuja na speed. So viongozi wa Tanzania ndiye hawajajua kujipambanua. Hawajajua kufanya nini? Wakati nchi inabadilika kiuchumi, matatizo yanaongezeka. Nchi inavyokuwa kiuchumi, matatizo yanaongezeka. Criminality too much. Sijui unanielewa? Kwanza hiyo ndio inakuwa fast. Criminals wanakuwa wengi. Kwa sababu gani? Kuna watu hawataki kufanya kazi, wanataka vitu vya bwerere. Sijui unanielewa? Vitu vya bwerere. Watu hawafanyi kazi. Anataka fulani amemuona, amepataje pesa, amefanya nini? Sijui unanielewa? Anataka wizi, anataka ujambazi, anataka nini? Kwa hiyo Tanzania ilikuwa inaanza kukua kiuchumi. Lazima kazi zitakosa. Jambo lingine ambalo uchumi ukianza kuwa, laziness inakuwa sana katika nchi. Watu hawataki kufanya kazi. Wanatulia. Jambo lingine tumeletewa na wazungu na hatujashtuka. Betting. Watoto sasa wanaona betting ni kitu cha maana sana. Sijui umeelewa? Wako kwenye betting. Wanasahau kuna kufanya kazi. Wanapata ule uraibu. Umeelewa? Eti nataka kuangalia Manchester itacheza sijui na nani, ni beti nipate hiyo pesa. Unaingia kwenye uraibu. Vijana watoke kwenye tabia ya namna hiyo, wabadilike na wafanye kazi. Sijui umeelewa? Watoke kwenye wafanye kazi. Vijana wajitume kufanya maamuzi ndani ya serikali yao. Vijana wajitume kujipambanua. Vijana wasipate nafasi za kukimbia wameambiwa na fulani kwa sababu anaongea sana. Inawezekana anayeongea ana agenda fulani, wewe ambaye huijui, kesho na kesho kuto ukaijutia. Mfano. Nataka kutolea mpaka mfano. 1993 nilikuwa Bujumbura. 1993 nilikuwa Bujumbura. Uchaguzi wa kwanza katika bara la Afrika ulifanyika huko mwezi wa 6. Wakamchagua mtu alikuwa anaitwa Melchior Ndadaye kuwa rais wa Burundi. Mwanisikia? Kuwa rais wa Burundi. Alikaa kwenye urais miezi mingapi? Mwezi wa 9 walimuua. Kwa sababu watu walikuwa wanaambiwa hivi, wanafuata. Melchior Ndadaye alikuwa posta master kule, akaamua kuingia kwenye uchaguzi. Alivyoingia kwenye uchaguzi alishinda kwa 85%. Akamwacha Pierre Buyoya aliyekuwa rais wakati huo. Alikaa kwenye urais miezi mingapi? 3. Rudi kwenye history. Utakuta hicho kitu nakwambia na utaona alipinduliwa nikiwa Bujumbura katikati. Ilikuwa patashika my friend. Usione vitu vinaenda hivi kiurahisi hivi. Vijana wajipambanue sasa. Unasoma, unamaliza chuo kikuu. Usifikirie kazi uliyosomea ndio utafanyia. Vijana wasifate mkumbo wa elimu. Eti kwa sababu fulani alisoma kozi fulani akapata kazi na mimi nifanye kazi ile ni no. Mimi hapa nimesoma accounting and finance na sifanyi hiyo kazi. Sio, umeelewa? Na sifanyi hiyo kazi. Okay. Sio, umenishika? Kwa hiyo vijana ukishafanya elimu kasoma,
volunteer kwa vitu vingi. Kuna vitu tofauti. Nikutolee mfano hapa moja tu mdogo. Nina rafiki yangu mmoja hapa alisomesha na Equity Foundation. Equity Wings to Fly. Wings to Fly. Akasomeshwa mpaka akamaliza chuo kikuu. Akapata BCom. Alikuwa anafanya hapa kama teller hapa Equity hapa OTC. Aliniambia siku moja, Edward, mimi nimeamua niache kazi. Nikamuuliza kwa nini unaacha kazi? 40,000 pesa kidogo. Alikuwa analipa elfu ngapi? Bado anapata vimarupurupu vidogo vidogo. Akaniambia mimi nimeamua kuacha kazi. Nikamwambia unaacha kazi kwa nini? Bana, unajua kule kwetu nyumbani tuna ardhi. Na hii ardhi nimefikiria nende nikalime. Nikamuuliza kwa nini unaenda kwenye kazi ngumu hivi? Akaniambia nimeamua. Huyu jamaa alikwenda Meru, akaenda kulima, kumbe wana shamba katikati limepita mto. Huyu jamaa alienda kuvuna, alilima na kuambia nyanya, cabbage, sijui nini. Msimu mmoja peke yake wa miezi 4 alipata 2.5. Aliniuliza ningeendelea kukaa pale ningepata 2.5. Mpaka leo jamaa na kuambia hivi, yale mambo anafanya ni ajabu na ni shamba peke yake. Napomalizia tu masuala ya katiba mpya. Katiba ya 2010 ya Kenya ni kwamba ndio Wakenya wapate katiba, walikuwa vile vile wametafuta kwa muda mrefu. Vile ulianza kusema kwamba watu wengi waliumia, wengi waliuawa. Kuna wengine mpaka saizi bado ni vilema, wengine wanauguza majeraha mpaka wa leo. Akina Raila Amolo Odinga amefariki akiwa na watu wanasema kuna majeraha, amefungwa miaka kadhaa. Lakini ndio tupate hiyo katiba. Kulikuwa na katiba ambayo iliweza kuangushwa hapo baadaye, ile ya kwenda Kilifi draft na mambo kadha wa kadha. Lakini katiba ya 2010, mojawapo ya mambo ambayo wanasema tuliweza kupata ama iliweza kusababisha katiba hii kupatikana ni political will. Kulikuwa na good political will. Kibaki na Raila walikuwa in good terms. Kwa mfano pengine wangekuwa wabaya, wanashindana hapa na pale, pengine licha kwamba katiba ni mzuri, hatungefanya nini? Hatungepata. Pengine Raila angepinga, watu kadha kadha wangepinga. Je, sijui katika taifa la Tanzania kuna ile good political goodwill? Ndio nimekuja hapo. Ndio. Narudia. Nafikiri nilipasema hapo kupasikia vizuri. Unajua mimi na kwa smart wakati na jaribu kutafuta vitu. Shida ni nini? Kwanza, usikubali mwanasiasa anakuja kuambia katiba ni nzuri. Uzuria vikao. Umenielewa? Uzuria vikao. Hata wewe kuna mambo utagundua. Vijana tumeenda katika mchakato wa katiba mpya, si ndio? Kila mtu amekubali, ametoa maoni, amefanya kila kitu hapa na pale na hapa na hapa, si ndio? Vijana wamehudhuria, mimi nimehudhuria. Lakini pengine mmoja wa wanasiasa tumemaliza kila kitu, manake si after tumecollect data zote, maoni ya kila mtu, si wewe narudi bado kwa wananchi kupigiwa kura. Pengine tunaamka mwanasiasa X ama tuassume ako na followers wengi, aseme yes, mimi sikubaliani nayo, lakini watu wangu wanakubaliana naye, lakini hawa watu wananisikiza kisiasa. Je, hebu nifafanulia hapo tujue. Nilikuwa nakuja hapo sasa. Ndio nakuja hapo, ndio mwenizima, lakini ndio nilikuwa nakuja hapo. Nilikuwa nataka niweke sawa. Hudhuria vikao vinavyopendekeza maoni. Vinavyopendekeza maoni, hudhuria vikao. Mkitoka kwenye vikao, bado mtakuwa mnarudi kudiscuss kwenye makundi. Ndio maana unaona sisi kwetu hapa kuna kitu kinaitwa mabunge ya wananchi. Sijui umeelewa? Kuna mabunge ya wananchi. Sisi tukitoka lazima tuende kwenye mabunge hayo. Tulipendekeza kitu fulani. Hicho kitu mnakionaje? Yale mabunge ya wananchi yana wasomi. Usifikirie hayana wasomi. Yana wasomi. Nikutolee mfano. Tulikuwa tuna kikao pale Ambassador. Saa 10 za usiku tulikuwa tuko hapo. Saa 10. Let's say 100 meters round hiyo square 100 meters hiyo sako hiyo. Tuko wengi namna hiyo au tunazidi 200 meters. Na ananyosha mtu mkono baada ya kuwa imewekwa hoja, ananyosha mkono, anatoka kule anakuja anaongea. Tumeweka njia za kupita watu, unatoka kule unakuja unakaa. Unatuambia kikao hicho kilikuwa kinauziwa na watu kama wakina Kivuta Kibwana. Kikao hicho kilikuwa Kivuta Kibwana ni mwalimu wa sheria, ni profesa wa sheria. Kilikuwa kinahudhuriwa na P.L. Lumumba, mwalimu wa sheria na ni profesa wa sheria. Kilikuwa kinahudhuriwa na Ababu na Mwamba. Kilikuwa kinahudhuriwa na Peter Kennedy aliyekuwa mbunge. Yaani tulikuwa tunapata wanasiasa wengi katika vikao hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tukiongea kitu, wanatuambia hapo mko sawa,
hapo hamko sawa. Wanapanda wanatusahihisha. Mpaka serikali ilikuwa inakuwa kwenye hicho kikao. Mambo mengi tulikuwa tukiongea, tunaona wakina Mwai Kibaki wanayatenda, tunaona Uhuru anayatenda, tunaona Ruto akiyatenda, mpaka leo yale maneno tunaongea. Kikubwa ni vikao shirikishi. Siri ya mabadiliko ni vikao shirikishi, kwa sababu mwanasiasa kazi yake ni kuoppose. Opposition leader, to oppose. Whether you are eating good food, ana oppose. Whether you are eating bad food, ana oppose. Ndio maana nakwambia hivi, the work of opposition leader is to oppose. Kwa hiyo mkiwa mnahudhuria vikao, mnakuwa mnajua siri ya mabadiliko ni nini. Lakini kama hamuhudhurii, hamna ufahamu. Ndio maana nimekwambia power of understanding. Kwanza ukiwa information, power of understanding ni information kwanza. Ukishapata information utajua mambo mengi. Na utapata information namna gani? Kama uhudhurie vikao. Lazima uhudhurie vikao kwanza. Hudhuria vikao, toa maneno yako, mwenzako atoe. Ndio maana nimekwambia we disagree to agree. Tunapigana vita tukubaliane. Mwisho wa siku tuseme hapa ni sawa. Hudhurieni vikao kwanza. Kwa sababu msipohudhuria vikao, mnawapatia wale mabwenyenye nafasi ya kuwatawala. Sio, unanielewa? Hudhuria vikao kwanza ndio muwaweze wale. Watu wengi ukisoma katika mitandao, ukifuatilia vitu mingi na hapa na pale, tunajua jinsi serikali ya Tanzania ama tuseme serikali ya CCM huwa ina operate biashara yake. Kwa mfano tunajua kuna ile watu wanasema pengine wale huwa wanasukuma watu kufanya vitu. CCM kuna vile wako na system yao kufanya vitu. Mpangilio yao kutoka juu mpaka chini. Je, tu assume pengine tuseme Rais Samia anasema pengine nataka nifurahishe watu, acha nilete katiba mpya, nichague wale wanaitwaje, wale committee of expert wenyewe mimi nawapendelea, waende wazungumze na watu hapa na hapa na pale, walete katiba. Pengine utakuta wameifanyia tu ile changes kidogo kidogo ya 1977. Wale wanasema cosmetic wamebrush kidogo. Je, unaona kwa mfano kama pengine hiyo itakuwa imewasaidia wa Tanzania? Ndugu yangu. Na pengine lazima that cosmetic, hiyo inaita cosmetic brush. Cosmetic whatever. My friend, usipoihudhuria itafanywa hivyo. Hudhuria, uweke mapendekezo yako. Hudhuria hiyo, uweke mapendekezo yako. Kwa sababu usipohudhuria watakwambia tulileta vikao na haya ndio yalipitishwa na wananchi. Unaweza kukataa. Na ndio maana nimekwambia, ndio maana nimekwambiaje? Hawa wanasiasa wanachukulia advantage hiyo. Hapana, hapa iende hivi, hapa iende hivi. Unamwamini. Unajua kuongea na kufanya ni vitu viwili tofauti na havikutani. Unajuaga hivyo? Kuongea na kufanya jinsi yale umeongea ni vitu viwili tofauti. Kama kuongea kungekuwa kunajenga gorofa ya KICC, kila mtu angekuwa na gorofa Kenya hii. Uongo kweli? Lakini inahitaji matendo. Na matendo lazima ukae chini, uyaplani, uweke hatua moja, uweke nyingine. Kuongea na matendo ni vitu viwili tofauti. Na ndio unaona wanasiasa wengi wanashindwa. Na kutolea mfano, tuliona rais wa Senegali. Sasa hivi kila siku ana shida kwenye nchi yake. Si walikuwa wanaongea fae. Sasa alikuwa wanamtaka kijana. Sasa hivi nini inaendelea? Maandamano kila kukicha. Kwa nini? Kuongea na kutenda ni vitu viwili tofauti. Unajua mtu anayenyamaza huwa ni fumbo kwa mtu. Mtu anayenyamaza anaweza kutenda bila wewe kujua anatenda, au anaweza kuwa anaharibu bila wewe kujua anaharibu. Sijui unanielewa? Kwa hiyo mtu anayeongea sana na anayefanya hawakutani sehemu yoyote. Ili wananchi mjue ni nini kinaendelea, hudhurieni vikao. Swali la mwisho Bwana Rioba ni kwamba Tanzania imetoka uchaguzi mwezi uliopita, kama juzi tu, kama wiki mbili zimepita. Wiki mbili hivyo. Je, ni wakati mgani ama wakati mwafaka kuleta katiba mpya sasa ni ama kuunda hiyo tume ni wakati gani? Je, muda pengine wanasema time is of the essence. Je, ni wakati gani unaofaa ambao sasa nafaa tuanzishe mchakato wa katiba mpya? Katiba inaanza sasa. Ndio. Si kesho. Katiba ianze sasa, mchakato uanze sasa. Kwa sababu kutengeneza mchakato wa katiba mpaka kufia katiba mpya ni muda. Ndio. Si miezi 2, si miezi 3, si mwaka mmoja, si miaka 2. Inatakiwa uanze mchakato sasa. Ikifika uchaguzi wa mwaka 2030 wao wamemaliza mambo.
wao wamemaliza nini? Mambo. Kama ni kupigia kura nani katiba, waipigie kura. Wamalize sasa, watu wao wanajua katiba inasemaje. Rais akishinda tuna shukushuku, tuna wasiwasi, tumpeleke wapi? Mahakamani. Mahakama iamue uchaguzi unarudiwa au huyu mwingine anapewa kiti au alishinda. Sio, unanielewa? Mahakama iamue mara moja. Lakini wakijaribu kusema hawahudhurii vikao, wanapeana muda, itafika mwaka 2030 katiba bado. Katiba si ya siku mbili. Mimi nimeona hapa. Katiba si ya siku mbili, katiba si ya siku 3, si ya mwezi, kwa sababu kukusanya maoni ya wananchi milioni 70 sio siku moja. Inahitaji muda. Inahitaji makubaliano, inahitaji maelewano, inahitaji watu mtoke nje, kwa sababu kuna makundi mengi yanahitaji kudiscuss mambo yao yaweke kwenye meza. Na katiba wakati wanaidiscuss wasiweke mambo chini ya meza. Mambo yote yawe juu ya meza. Imenikumbusha swali la mwisho ni kwamba tukishamaliza vitu unasema iko juu ya meza. Kuna lugha ambayo pengine inafaa itumike. Kenya, katika katiba ya Kenya ni kwamba katiba ya Kenya iliweza kuna watu ambao waliweza kuitranslate kwa lugha tofauti tofauti, kukaletwa na ile vitabu ndogo ndogo ambayo imesummarize some key important document. Kenya iko na how many chapters? Ziko 12. I don't know. Sikumbuki vizuri. Hata unakuta mtu ameunda kama ile ka small booklet, ka kitabu ama ka pamphlet, kanaeleza nini? Kama summarize chapter moja. Kama ni chapter of rights of bills, bill of rights, imesummarize. Chapter 6 imesummarize. Je, sijui kwa mfano pengine iwapo tutafikia hapo hivyo Tanzania ipate katiba mpya. Alafu vile vile kuna ile kitu ya voter education, not voter education, wananchi wanaweza kuhamasishwa sasa tumepata katiba, kila kifungu kinasema hii na hii na hii na hii na hii. Je, sijui kama pengine vile vile hiyo unapendekeza lazima iwe. Ndio. Lazima iwe. Inakuwa kwa staili gani? Baada ya kuwa katiba hii imetengenezwa, Tanzania watakuwa na lugha 2 peke yake. Watakuwa na lugha 2 peke yake. Na sisi hapa nao tulikuwa na lugha 2 au 3. Lugha ya kwanza, kwa sababu kila mtu Tanzania anaongea Kiswahili, lazima itawekwa Kiswahili. Kuchambuliwa itachambuliwa Kiswahili bado, ambayo inahitajika kopi nyingi kwa ajili ya Kiswahili. Itakuja Kiingereza. Kuna Watanzania wanaelewa Kiingereza, lakini kopi zao zitakuwa chache kulingana na jinsi walivyo. Kuna makabila makubwa. Kuna wengine hawajui Kiswahili au kuna wengine hawajui Kiingereza. Wanaweza kuchapishiwa kilugha. Hata kwetu hapa simefanyika namna hiyo. Wamechapishiwa kilugha. Ndio mtu mfundishe, kwa mfano mama mtu mzima aelewa, ataelewa namna gani. Au mnaweka wale watu wana elimu ya uraia. Kila kona mnakuja mnachukua, kwa mfano hawa ni Wakikuyu, hawa ni Wajaruo, hawa ni Wakamba, wanafundishwa jinsi watakavyokwenda kufundisha jamii zao kwa mambo ya lugha, ndio watu waelewe katiba vizuri. Kwa hiyo watakapoamka kwenda kupiga kura, watakwenda wakipiga wanasema ni no. Watakapoamka kwenda kupiga kura, watakwenda wanapiga wanasema ni yes, kwa sababu tunataka katiba iwe namna hiyo. Hivyo vitu ni vya muhimu. Elimu ya uraia very important. First choice. First priority. Hiyo lazima iwe. First choice, first priority. Hiyo lazima iwe. Lazima watu wafundishwe elimu ya uraia, kwamba jamani, katiba hii nyinyi watu wa bodaboda inawakanyaga hapa. Katiba hii nyinyi watu wa bodaboda inawafeva hapa. Katiba hii nyinyi wafanyabiashara inawakanyaga hapa. Katiba hii nyinyi wafanyabiashara inawaangamizia hapa. Katiba hii nyinyi wakulima inawafeva hapa. Katiba hii nyinyi wakulima inawaangamiza hapa. Hamtapata pembejeo za serikali au mtapata pembejeo za serikali. Yaani kila kitu lazima mtu afundishwe ndio aelewe. Na ndio maana nimekuambia si ya mwaka mmoja, si ya miaka 2, si ya miaka 3. Inahitaji duration ya muda mrefu. Kwa hiyo inatakiwa Januari mwaka kesho tunapokwenda kuanza, wananchi watulie sasa, warudi kwenye mchakato. Mambo mengi ikawa mlima mrefu kuzidi yote, sio ni mlima gani? Hiyo achana nayo. Turudi kwenye mambo ya katiba. Mchakato uanze as soon as possible. Januari mambo yaanze. Itakapokuja kufika mwaka 2030, watu ni kupiga kura ya kupitisha katiba au kuikataa katiba. Bwana Lioba, shukrani sana. Asante sana ndugu yangu. Umetujuza na umetuweka sawa kuhusiana na masuala kadha ambao baadhi ya wananchi wamekuwa kiulizia hapa na pale. Tuanzie wapi? Tunafaa nani anafaa waweze kuulizwa maswali, na umeweza kutuweka sawa
jinsi inavyostahili. Naam, mimi ni Kevin Sewe. Huyo amekuwa ni Bwana Rioba ambaye amekuwa akitujuza, ambao amesema ni kwamba mchakato wa katiba unafaa kuanza sasa hivi kusudi wananchi waweze kupata katiba ambayo imetokana na wao wenyewe na jinsi ambao wamekuwa wakihitaji na kuepukana na katiba ya mwaka 1977. Ni mambo ambayo tutakuwa tukifuatilia tuone yamefikia wapi na ni nani na nani ambao watakuwa wakishughulikia mchakato huu wa katiba mpya katika taifa la Tanzania. Kwa kufikia hapo sina la ziada. Mimi ni Kevin Sewe. Kwaheri kwa sasa.